Bilionea Elon Musk amesema ataanza kutumia muda mdogo katika utumishi wake unaolenga kupunguza gharama za serikali nchini Marekani, huku akidokeza kuwa atatumia muda mwingi kusimamia shughuli binafsi, hususan katika kampuni yake ya Tesla. Shirika la habari la Associated Press limeripoti leo Jumatano Aprili 23, 2025 kuwa Musk ametangaza uamuzi huo wa kutumia muda mwingi kuiongoza kampuni yake ya Tesla baada ya kampuni hiyo ya magari ya umeme kuripoti kushuka kwa mauzo yake na faida ya jumla. Musk alitoa kauli hiyo katika mazungumzo ya simu na wachambuzi siku ya Jumanne kwamba sasa kazi kubwa ya kuanzisha idara ya ufanisi wa serikali yani DOGE imekamilika, hivyo ataanza kutumia muda mwingi zaidi kwenye ofisi ya Tesla kuanzia mwezi Mei. Musk alisema sasa anatarajia kutumia siku moja ama mbili kwa wiki kushughulikia masuala ya serikali. Tesla imekuwa na wakati mgumu kuuza magari yake, hususan wakati huu ambao inakabiliwa na maandamano ya wananchi wanaopinga uongozi wa Musk ndani ya DOGE, hususan ushauri wake wa kupunguza ajira, jambo ambalo limeigawanya nchi hiyo. Kampuni hiyo yenye makao yake Austin, Texas nchini Marekani iliripoti kushuka kwa faida kwa 71% na kupungua kwa 9% katika robo ya kwanza ya mwaka huu. Wawekezaji walitaka kuona kirudi kikamilifu Tesla. Hii ni hatua kubwa katika mwelekeo sahihi, alisema Dan Ives wa Wedbush Securities. Hisa za Tesla zilipanda kwa zaidi ya 5% katika biashara baada ya saa za kazi, ingawa bado zimeshuka kwa zaidi ya 40% kwa mwaka huu. Pia kampuni ya Tesla ilithibitisha tena kuwa inatarajia kuzindua toleo la bei nafuu la gari yake linalouzwa zaidi aina ya Model Y SUV katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Pia alisisitiza kuwa matarajio yake ya kuzindua huduma ya teksi ya robot isiyo na dereva inayolipiwa huko Austin mwezi Juni, na kuwa sehemu kubwa ya magari yake yatakayokuwa yanajiendesha yenyewe kwa mwaka ujao. Nanukuu, kutakuwa na mamilioni ya magari ya Tesla yanayojiendesha yenyewe katika nusu ya pili ya mwaka huu, Musk alisema katika mahojiano hayo ya simu. Baadaye aliongeza kuwa kuhusu matumizi ya biashara ya magari yanayojiendesha kuwa ni je, unaweza kulala ndani ya gari letu na kuamka ukiwa umefika unakoenda? Nina uhakika hilo linawezekana katika miji ya Marekani kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Mchambuzi wa magari Sam Abuelsamid wa shirika la Telemetry Insight alisema hana imani na utabiri huo wa Elon Musk. Mpango wa kutambulisha teksi ya robot isiyo na usukani wala pedeli unakuja wakati wakala wa serikali wa Marekani bado anaendelea na uchunguzi kuhusu kama teknolojia hiyo ambayo Tesla inatarajia itaruhusu magari kujiendesha yenyewe ni salama kabisa. Teknolojia ya msaada wa madereva ya Tesla inaweza kuongoza au kusimamisha gari, lakini bado inahitaji binadamu kuingilia wakati wowote iitwao autopilot. Inachunguzwa na mamlaka ya usalama barabarani ya Marekani NHTSA kuhusu kama itaonya madereva ipasavyo wakati akili zao zikiwa zinapotea. Na mfumo wa full self driving unaotumiwa na kampuni hiyo ambao si wa uendeshaji kamili wa kujitegemea umekosolewa kwa kudanganya madereva kwa jina lake, na unachunguzwa kuhusika kwake kwa ajali katika mazingira ya mwanga hafifu na vile mwanga mkali wa jua. Wakati huo huo, washindani wa Tesla barani Ulaya wameanza kutoa miundombinu mpya wa magari ya teknolojia ya hali ya juu ambayo imewafanya watu kuwa mbadala halisi wa Tesla, hasa wakati wa maoni ya umma yameanza kumgeukia Elon Musk. Mapato ya Tesla yalishuka kutoka dola bilioni 21.3 hadi bilioni 19.3 katika kipindi cha Januari hadi Machi, pia chini ya matarajio ya Wall Street. Faida ghafi ya Tesla, kipimo cha mapato kwa kila dola ya mauzo, ilishuka kutoka 17% hadi 16.3. Tesla imesema kuwa haitapata madhara makubwa kutokana na ushuru wa forodha uliowekwa na utawala wa Donald Trump kuliko kampuni nyingine nyingi za magari za Marekani, kwa sababu inatengeneza magari yake mengi ndani ya nchi. Lakini haitosalimika, yani Tesla inanunua baadhi ya vifaa kutoka nje ya nchi ambavyo vitatozwa ushuru kwa kuagiza kutoka mataifa ambayo yanajibu mapigo kutokana na ushuru huo wa Trump. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na sakata hilo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.